Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amepongeza juhudi zinazofanywa na serikali kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini pamoja na Shirika la Umeme Zanzibar ZECO katika kuimarisha huduma za umeme visiwani Zanzibar. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi ya umeme Welezo na Mtoni, amesema hatua zilizochukuliwa na serikali chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, zimelenga kuhakikisha wananchi na wawekezaji wanapata umeme wa uhakika. Mheshimiwa Hemed pia ameipongeza ZECO kwa kufanikiwa kuyakarabati majenereta ya Mtoni yaliyowezesha kuongeza kwa megawati 20 za umeme kwenye gredi ya taifa. Aidha, amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya umeme kuongeza kasi ya kazi ili miradi ikamilike kwa wakati. Lakini niungane na wote kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa maono yake makubwa. Ndugu wananchi na ndugu viongozi, majenereta haya tulishapata maoni mengi serikalini. Wako waliosema yauzwe nje, lakini baadhi yao walijitokeza kutaka kuyanunua wao. Lakini kulikuwa kuna mawazo tofauti juu ya majenereta haya. Lakini baada ya serikali kuangalia kwa kina na ushauri mzuri wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa kupitia ZECO na timu yao, wakasema majenereta haya tukipewa nafasi yanatengenezeka. Na sisi serikali tukabariki yatengenezwe, halafu basi tunaweza tukatengeneza megawati ngapi ambazo zitaweza kuingia kwenye gridi na kusaidia upatikanaji wa umeme ndani ya nchi yetu. Kwa kweli baadaye walipokuja na maono kwamba wanahitaji kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa majenereta haya, tukaona sasa wenzetu wamefikiria mbali zaidi. Tukapewa kibali na hatimaye kazi hii ikaanza kufanyika. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa, Mheshimiwa Waziri, kukupongeza kwa dhati kabisa. Lakini nimpongeze sana mkurugenzi mkuu wa ZECO pamoja na timu yake yote ya wataalamu. Naye Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Alwardi, amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuongeza uzalishaji wa umeme, ikiwemo miradi ya umeme ya jua na vyanzo vingine vya nishati ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka nchini. Haya majenereta, DG ZECO alimwahi kumuuliza majenereta kwa hali gani? Haya majenereta mheshimiwa, yalikuwa kwa hali mbaya sana. Tunaweza kusema ni mabovu na alikuwa ashataka kuongeza hata kuuzwa. Lakini DG akanambia mheshimiwa waziri, haya yanatengezeka na yaweza, lakini pesa sina. Nikamwambia kwenye hili hakuna bajeti ya fedha. Maswali ni maswala ya nchi, maswala ya wananchi, na umeme ni tabu, tukatumia pesa yote haya majenereta yaje juu. Na hii imetokezea hivi mheshimiwa makamu wa pili wa rais, kwa sababu watu waliokabidhiwa huko nyuma walijisahau. Waliona wamepata umeme wakayaacha haya majenereta ambayo yametumika pesa nyingi sana. Lakini kushukuruni mheshimiwa, baada ya kumshauri mheshimiwa rais kukufuata na wewe, mkatupa kauli ile pesa tusipige hesabu kwenye masuala ya nchi ya kutumikia wananchi, katumieni pesa yatengenezeni. Leo namshukuru DG ZECO na timu yake yote, madude 30 haya yanafanya kazi. Ni kweli tumetumia pesa nyingi, lakini yamekuja juu. Lakini pia nimpongeze yeye na wataalamu wake wote, wale mafundi hasa, wamebadilisha mfumo huu. Huu mfumo umebadilishika kabisa sasa hivi, yani imekuwa kama robotic. Yani umeme ukizidiwa sehemu megawati 8 yatajiwasha kwa mujibu wa megawati 8. Hapo zamani ilikuwa system hiyo haipo kabisa. Hii system tuliotia ni system ya kisasa sana. Sasa leo tuna chanzo cha umeme wetu huwa majenereta ambao ni wa Zanzibar. Tunazindua karibuni mwaka huu pale Bambi megawati 20, tutazindua Matemwe megawati 30 ya sola. Na tuna plani ya kuzindua tena World Bank kule Makunduchi megawati ngapi zile 18.5. Lakini pia tuna umeme wa upepo ambao tutakuja kuzindua siku za mbele utapokuwa tayari megawati 200 kwa ndugu zetu wale wa Dubai ambao unawafahamu, wanaitwa Asil wale. Lakini pia nitoe taarifa kwamba tunaenda kwenye umeme wa gesi ambao utafanyika Mangapwani. Kuna umeme mwingine tutafanya Fumba, lakini kila maeneo tutakayofanya tutaweka na chanzo chake kama kile cha kupoza umeme, na kutakuwa Zanzibar nzima, Unguja na Pemba tuna umeme ambao mtauacha zaidi ya megawati 500. Hivyo Zanzibar tutakuwa tunao uwezo wa kuuza umeme
katika East Africa, lakini kuwa na reserve kubwa umeme kwa mtu yote ambaye atakuja kwa ajili ya uwekezaji na masuala yote ya kiuchumi. Akitoa maelezo ya kitaalamu, meneja mkuu wa ZECO Mhandisi Haji amesema mradi wa kituo cha kupokea na kusambaza umeme wa Welezo umefikia 85% utekelezaji na unatarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu. Ameongeza kuwa kati ya majenereta 32 yaliyopo Mtoni, majenereta 30 yanafanya kazi huku mawili yakiendelea kufanyiwa matengenezo, hatua inayoongeza uwezo wa Wazanzibari katika kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi. Majenereta hayo unayoyaona 32 sio mabovu wala hayakuwa mabovu, isipokuwa kwa sasa kwa kuwa majenereta haya yaliyoko katika eneo la wazi, majenereta mawili yaliyoezekwa kipaa kule mwisho yameingia maji kwenye bloki, kwa hiyo utengenezaji wake utahitaji muda kidogo. Haya yaliyobaki tumeyafanyia service, kwa maana kama nilivyosema sio majenereta mabovu, isipokuwa tumefanyia service kwa sababu yalitelekezwa kwa muda mrefu na baadhi ya zile auxiliary parts zake zilianza kuchakaa na hivyo haziwezi kutumika tena. Lengo na madhumuni ya kuya revive majenereta haya, kwanza niseme kwamba Zanzibar inapokea umeme wa megawati 135.7, lakini mahitaji yetu ni megawati 165. Tunayo mapungufu ya megawati karibu 30. Sasa kwa juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tutategemea kupata megawati 30 kule Matemwe kabla ya mwezi wa 10 mwaka huu, na vile vile tunategemea kupata megawati 20 kwa umeme wa jua kule Bambi, ambazo zote zitakuwa jumla megawati 50 tutaziingiza kwenye gridi kabla ya msimu wa joto kuanza mwezi Novemba mwaka huu. Lakini kadri tunavyoboresha matumizi ya umeme, confidence ya kutumia umeme inavyokuwa, basi na ile gap inaanza kujitokeza kidogo kidogo. Sasa tumerepair majenereta haya ambayo ya 30 yatakuwa na uwezo wa kutoa megawati 20. Huko mwanzo yalitelekezwa kwa sababu ya running cost. Sasa sisi tulichokifanya tumebadilisha mfumo wa majenereta haya. Badala ya kuyawasha majenereta haya yote kwa pamoja ambayo yanatoa megawati 20, tutayawasha kwa mujibu wa mahitaji yetu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdallah, amesema miradi hiyo inasaidia kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi kutokana na upatikanaji wa umeme wa uhakika. Kwa sasa 30 yanafanya kazi vizuri, yako katika hali nzuri baada ya kufanyiwa miundombinu fulani hivi na kurekebishwa mfumo fulani, lakini majenereta mawili bado hayafanyi kazi. Hata hivyo, nitamwachia mkurugenzi mkuu, meneja mkuu wa shirika la umeme ili aweze kutupatia maelezo ya eneo hili na majenereta haya na nini ambacho kinachotakiwa kikuwepo. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.